Ijumaa ya leo ni operation ya moto wa Yesu Kristo. Mungu anashughulika na watu wake. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante kwa jioni njema ya leo. Mwambie Yesu asante kwa jioni ya baraka. Mwambie Yesu asante kwa jioni ya ushindi. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante Bwana. Mwambie asante mfalme wa falme, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pe Yesu makofi ya nguvu. Chukua nafasi yako tu uweze kuketi. Chukua nafasi yako uweze kuketi. Na siku ya leo Roho wa Mungu amenipa neema ya kitu cha baraka kabisa. Mwambie jirani kuvuka. 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 Wengi wanatamani kuvuka, si ndio? Amen. Kuna wengi wanatamani avuke eneo hili, aende eneo hili, si ndio? Amen. Lakini kwenye kuvuka iko nguvu ya kusababisha wewe uweze kuvuka. Na jioni ya leo kuna watu wanavuka. Kuna watu wanavuka, hata unayenifuatilia unavuka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Unavuka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wako watu wengi wanatamani kuvuka. Ama hapa nilipo nipo kwenye kamba, ninatamani nivuke huko, si ndio? Amen. Kuvuka huko kunahitaji msaada. Hii kamba iondoke ili niweze kuvuka. Sasa wako watu wanaohitaji msaada, kamba ziondoke, miba iondoke, uweze kuvuka kwenye eneo fulani. Na leo ni siku yako. Sema leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu. Leo ni siku yangu ya kuvuka. Leo ni siku yangu ya kuvuka. Sema navuka. Navuka. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kwa hiyo ujumbe wa leo unasema kuvuka. Ukinisomea kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 9 anzia mstari wa 3. Kuvuka. Mwambie jirani kuvuka. Wewe unatamani kuvuka. Kuna namna utaweza kuvuka leo. Haleluya. Amen. Isomee, inasema Kumbukumbu la Torati sura 3 mstari wa 3, sura ya 9 mstari wa 3. Lepaka sakataya. Maandiko yanasema, basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Kama moto ufanya nini? Uteketezao. Nani anayetangulia kuvuka? Ni Bwana Mungu. Amen. Anasema basi leo Bwana Mungu atatangulia kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Watu wengi tumekuwa tunang'ang'ana kuvuka, lakini kuna namna ya kuweza kuvuka. Huwezi vuka hivi. Huwezi kuvuka tu kwa akili zako. Huwezi kuvuka yamkini kwa kutegemea mtu fulani akuvushe. Amen. Wangapi ambao wana watu ambao wanawajua, anaelewa kabisa kwamba huyu atanisaidia aweze kunivusha hapa, lakini yule mtu hawezi, amvushi. Leo mko hapa mnalia juu ya watu ambao mnawajua kwenye nafasi za kazi. Unasema hapa fulani ya kabisa alikuwa ananijua, lakini hakuweza kufanya nini? Kunisaidia. Kwenye kuvuka unahitaji zaidi ya mtu unayemjua. Amen. Angalia nyuma, yuko nani? Yuko Mungu kwanza. Yeye ndio atakayeweza kumtumia huyo mtu kukuvusha. Wewe unashindwa kumtafuta Mungu anayevusha watu, unatafuta watu ili wakuvushe. Ndio maana leo tunao watu ambao wamekwama, wameishia kwenye lawama kwamba huyu ameshindwa kunisaidia. Hapana, hebu mtafute Mungu. Maandiko yamesema kwamba leo hii Bwana Mungu atafanya nini? Atakutangulia mbele yako. Kabla hujafika wewe kuvuka, tayari wameshatengeneza njia. Kabla hujaenda kwenye hiyo mipaka, tayari Bwana ameshagonga visa, ameshagonga kila kitu, wewe unapita. Wewe unavukaje kwenye maisha yako? Tunao watu ambao maisha yao yamesimama. Ni kweli umesoma, lakini umesimama, hauna kazi. Ni kweli umepata kazi, lakini umesimama kwenye kiwango cha uchumi. Huko hapo ni madeni, ni madeni.
ni madeni. Unamhitaji Yesu leo atangulie mbele yako. Unahitaji nguvu iende mbele yako. Amen. Ili uvuke, kwa sababu tunao watu wamekwama kwenye madeni. Yaani wewe unakopa hapa, unalipa hapa, unakopa hapa ili ulipe hapa. Yaani unafanya kukopa ili kulipa, ndio maisha yako. Ipo nguvu ya kukutoa kwenye hilo deni. Ipo nguvu ya kutoa kwenye hiyo roho ya madeni. Amen. Ipo nguvu. Leo hii ruhusu tu itangulie mbele zako. Ndio maana anasema usiwazie kesho, kesho inajiwazia yenyewe. Amen. Ruhusu, kwa sababu yeye ataenda kuitengeneza kesho yako. Amen. Wewe unatamani kuvuka kwenye eneo lolote, unamhitaji Mungu. Mungu ndio atatumia watu kuweza kukuvusha, lakini kwanza mtazame Mungu. Unasema kuna mahali ambapo nilikuwa nimekwama, lakini Mungu nilimuomba naye akanitumia msaada nikavuka. Hapa ndio kuna watu walisubiri waone aibu yako, hawataiona. Amen. Kuna watu walisubiri waone anguko lako, hawataliona. Naye anasema nami nitakuagizia malaika atangulie mbele zako, atakupitisha kwa Waamori, atakupitisha mahali ambapo ulikuwa unaogopa kupita. Anasema malaika akitangulia pale, kuna watu milango utakuta iko wazi, unaenda. Amen. Sasa unapotaka kwenda hatua nyingine ama kuvuka, unamhitaji Mungu. Amen. Unamhitaji Mungu. Amen. Tunao watu ambao ukiangalia simu zao wana namba za watu wengi ambao wanajua huyu atanisaidia, hatanisaidia, lakini wote hawajakusaidia. Kweli. Wengine hata simu yako hawapokei. Mungu anasema hamtegemeaye mwanadamu amefanya nini? Amelaaniwa. Kwenye kuvuka kwako usimtumaini mtu, hebu mtumaini Mungu. Mungu mwenyewe ataleta watu, kwa sababu Mungu ndiye mwenye watu. Amen. Kuna mahali watu hawakujui, lakini Mungu anakujua. Amen. Mungu ataleta mtu, utavuka. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ataleta mtu, utavuka. Lakini ukitumaini nguvu zako, ukasema mimi nawatumaini hawa watu Bwana, najua nina namba zao, nitapiga simu. Siku unapiga simu akusaidie, hawezi kupokea hata hiyo simu. Lakini yuko Mungu ambaye wewe unaweza ukapiga simu kwa Mungu usiku, unaweza ukapiga mchana, unaweza ukapiga asubuhi, yeye akapokea, akasema unasemaje mwanangu? Sema nasema 1 2 3. Anasema basi yoyote myaombayo mkiwa mnasali, aminini imekwisha kuyapokea na yamekuwa ya kwenu. Anakupa, hauna pressure. Unasema itatokea wapi? Itatokea wapi? Nataka nikwambie, wala usiwaze. Amen. Maana njia za Bwana hazichunguziki. Amen. Utashangaa tu ametuma msaada kwako na umevuka. Amen. Na umevuka. Amen. Mahali ambapo ulikuwa huna kitu, Mungu analeta watu wenye vitu kwenye maisha yako. Amen. Hapa ndio utakaa useme kwamba nilikuwa namtegemea mjomba. Mjomba ndio angeniinua, au shangazi au baba au nani. Hakuna. Wa kubeba utukufu wa Mungu ni yeye. Piga simu kwa Baba wa mbinguni, yeye atafanya nini? Atakupa majibu. Kuna wimbo mmoja unasema, alo mbinguni, nataka gari, nataka nyumba. Sasa nataka nikwambie, kuna namna unabadilisha, unaenda magotini, unapiga magoti. Amen. Alafu unatengeneza mahusiano mazuri na Mungu. Mungu mwenyewe atakuwa anakuwazia wewe, wewe uwazi, Mungu anakuwazia wewe. Amen. Kwa hiyo kwenye hatua ya kuvuka kwenda hatua nyingine, unahitaji mahusiano mazuri na Mungu tu. Amen. Wala acha mahusiano yako na watu. Kuna watu wamekuwa na mahusiano na watu, utachelewa.
kwa sababu Mungu atakaa pembeni, atakuacha na huyo mtu. Ukishakaa na huyo mtu, unajua kabisa nategemea ameniahidi atanipa kesho, kesho atanipa, na akupi kabisa. Alafu hapo hapo unaanza kupata pressure hapo hapo, na magonjwa yanapotokea hujui. Hapo hapo shetani anakupeleka kwenye madeni, anakupeleka uanze kuuza vitu ndani. Lakini kuna mtu mmoja ambaye anapiga magoti yake na anatengeneza, na Mungu anamchua, anasema Mungu, ninapopita hata kwenye maji mengi najua sitagarikishwa kabisa. Kwa hiyo huwezi kukuta pressure, huwezi kukuta na matangazo, kwa sababu hatua yoyote anayetaka kuvuka anaelewa anayemvusha ni nani. Ndio hapa andiko linasema kwamba leo hii atatangulia mbele zako, na akitangulia hawi baridi, ni moto umetangulia. Amen. Ina maana kuna namna vichaka vilikuwa vinakuzuia. Moto ukipita, vichaka vitafumuka. Amen. Kuna watu wamezuiliwa kwenye elimu, kuna watu wamezuiliwa kwenye kazi, kuna watu wamezuiliwa kwenye ndoa. Eneo lolote lile, mwambie Bwana, ninakuita leo. Amen. Tangulia mbele yangu kwenye elimu, tangulia kwenye biashara, tangulia kwenye ndoa, tangulia kwenye kazi, tangulia kwa watoto, tangulia. Haleluya. Amen. Una mahali, mwambie Bwana, tangulia wewe. Hapa ndiyo Musa anasema, Bwana, usipoenda na sisi hatutoki hapa. Amen. Hatua yoyote unayetaka kuvuka, ukienda wewe utaumia. Ukienda wewe utaishia getini. Yaani hizo bidii zako zitakufanya uishie hapa kwenye mpaka. Ni bidii zako, ni nguvu zako. Tuna watu ambao wameweka nguvu kwenye fedha, hayo mimi na au kwenye elimu. Ukweli umeweka hapo, lakini nataka nikwambie, hiyo ni bidii yako. Utafika mahali fulani, lakini hutaingia kwenye mafanikio. Unahitaji Yesu akuweke kwenye hayo mafanikio. Unahitaji nguvu ya kukuingiza kwenye mafanikio. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hey! Kwani hatuna watu ambao wamebeba mimba miezi 9, anaenda kujifungua, anapotea yeye na mtoto? Hawapo? Hapo. Ni kweli mimba iliingia, sawa, kwa bidii zako, sawa, lakini hatua ya mwisho, aisee, unamhitaji Yesu. Unamhitaji Yesu. Amen. Ili muweze kutoka salama, mnamhitaji Yesu tu. Amen. Yaani kwenye kuvuka, kuitwa mama, kuitwa baba, tunamhitaji Yesu tu. Amen. Kwenye kuvuka, kuitwa mtu mwenye mafanikio, mwenye bidii, mtu mzuri wa baraka, tunamhitaji Yesu tu. Amen. Mwambie, yani kuvuka eneo lolote la maisha yako, unamhitaji Yesu. Mtangulize yeye. Musa anasema, usipoenda nasi Bwana, sisi hatutoki hapa. We unatoka peke yako, unaenda wapi? Unatoka peke yako, unaenda kwenye biashara, unaenda wapi? Unaweza ukaishia hapa hapo, lakini waliotoka na Bwana Yesu wanaenda mpaka China. Amen. Wanaenda mpaka nchi nyingine kufuata vitu, wanaongeza mipaka ya biashara zao. Hawakutoka peke yao. We ulitoka peke yako ukachomoka. Mwambie, je, wewe unatokaga na nani? Anasemaje? Unachomoka wewe mwenyewe na bidii zako, si ndio? Ni kweli bidii zitakufikisha mahali, lakini kupata kile unachokitaka itakuwa ni ngumu. Unamhitaji Yesu. Amen. Hapa ndio aliona mbali Musa, akasema, jamani, huko tunapoenda huko haizee, hatutoboi. Bwana, usipoenda na sisi, sisi hatutoki hapa. Kwa nini wewe usimwambie Bwana kwenye hiyo biashara yako? Mwambie, Baba, yani usipoenda na mimi kwenye biashara hii, haizee, mimi sitoki hapa. Twende pamoja. Utashangaa kuna nguvu inakunyanyua, unaenda, na ukifika milango inafunguka, kwa sababu umejua thamani kwamba kuvuka kuna mhitaji Mungu tu akuvushe. Amen. Kila hatua
unamhitaji Mungu akuvushe. Amen. Unayetamani kuvuka peke yako. Ndio maana tunao watu wengi ambao wamekaa wanazunguka, miaka inaenda, wanazunguka kwa sababu wameenda peke yao. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Leo kuvuka, Bwana Yesu akutangulie mbele. Amen. Akaandae njia yako. Amen. Andae njia yako. Amen. Andae njia yako. Amen. Kwani hatuna watu wamefanya kazi miaka mingi lakini hawana kitu? Wapo. Ina maana kuna viwango ambavyo walikuwa watakiwa wavuke waende, lakini wameishia hapa. Majukumu ni mengi, walitakiwa na kipato chao kiongezeke, lakini wamezibwa, waishie hapa. Lakini leo Yesu, mwambie Yesu, naomba utangulie mbele yangu. Amen. Naomba utangulie mbele yangu. Hapa ndio Bwana anasema, nami nitaagiza malaika akutangulie mbele yako. Bila kutangulia Mungu, wewe huwezi kabisa kwenye hatua yoyote ile. Hata hapa fikiria, huko nyumbani unafanya biashara yako, waga unamwambia nani atangulie? Au waga ni wewe unatangulia? Kutangulia hata ule muda wa maombi na Mungu huna asubuhi, huko ndio unatangulia wewe. Lakini kama umepanga ratiba zako, unajua naamka saa 11 lazima niombe. Amen. Lazima nimkabidhi Bwana atangulie kwenye siku yangu kwanza. Yeye atangulie kwenye njia zangu kwanza. Yeye atangulie kwa watoto wangu kwanza. Kuna mahali hata watoto watavuka kiurahisi. Wewe unayetaka kuvuka, hebu vuka na Bwana Yesu. Hata unanifuatilia, vuka na Bwana Yesu. Usivuke peke yako. Hebu rudia hapo Kumbukumbu la Torati sura ya 9 mstari wa 3. Sura ya 9 mstari wa 3 anasema, basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Kama moto uteketezao. Ndiyo. Zipo nguvu ambazo zinatuzuia pia kuvuka. Zipo nguvu ambazo zinatuzuia pia kufanya nini? Kuvuka. Lakini Bwana amesema atatangulia kama moto uteketezao. Amen. Yaani kilichokaa kwenye njia, kilichokaa kwenye mpaka, kwenye malango kitateketea na utapita. Amen. Hapa ndio anasema tumefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wanaotupinga. Ni kweli Mungu amekufungulia mlango mkubwa wa kufaa, lakini hawakosekani wa kukupinga. Wapo wa kukupinga, na Bwana amesema nitapita mbele zao kama moto. Amen. Nitapita mbele yako kama moto. Amen. Anaposema moto, hali imebadilika, ni vita. Anapogusia moto, hazungumzii amani. Kama moto ulao. Amen. Ina maana ametangaza vita. Yeyote aliyeweka mipaka akasema utapita hapa, utavuka hapa, akasema akivuka atakiona cha moto, Bwana amesema kwamba atatangulia mbele zako kama moto. Amen. Na michioni ya leo ninakuombea Bwana atangulie mbele zako kama moto. Amen. Atangulie mbele yako kama moto. Amen. Akitangulia mbele yako utashindwa? Hapana. Akitangulia mbele yako utaishia njiani? Hapana. Atatangulia kama moto. Atatangulia kama moto kwenye maisha yako. Amen. Atatangulia kama moto kwenye uchumi wako. Atatangulia kama moto. Hii ndio siri ya kumfanya Bwana kuwa wa kwanza kwenye kila kitu chako. Amen. Unapomfanya Mungu kuwa wa kwanza kwenye kila kitu chako, Bwana ametangulia mbele ya vitu vyako. Amen. Bwana anatangulia mbele ya vitu vyako, kwa maana kila kitu cha kwako kimekuwa cha Bwana. Amen. Yeye, ina maana
umepata ni biashara, malimbuko yako, unajua kabisa hiki cha kwanza ni cha Bwana. Nataka nikwambie Bwana naye anakaa mbele yako. Amen. Bwana naye anakuwa mbele yako. Amen. Akiwa mbele yako haui kawaida. Amen. Hapa ndio Mungu anamwambia Ibrahim, uzao wako nitauzidisha kama nyota za angani na kama mchanga wa bahari. Nani anaweza akahesabu baraka zako? Kwa sababu alimfanya Mungu kuwa wa kwanza, na wala sio Isaka kuwa wa kwanza, wala sio Sara kuwa wa kwanza, bali Mungu kuwa wa kwanza. Hapa ndio anatangulia mbele yako, anakuandalia, anasema uzao wako utakuwa kama nyota za angani. Anamtoa nje, anamwambia angalia juu. Na leo hii Bwana akutoe nje, kwa sababu umemfanya kuwa wa kwanza, akuoneshe nyota angani. Atamke juu ya baraka, atamke juu ya uzao utakapokuwa, atamke juu ya baraka zitakapokuwa juu ya maisha yako, ama juu ya uzao wako, juu ya biashara yako. Hata unanifuatilia, Bwana akutoe nje leo, akuoneshe baraka zako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Wangapi wanatamani Bwana avuke mbele yao? Amen. Yaani kuvuka kwa Bwana mbele yao, uko tayari kwamba cha kwako umtangulize Mungu kwanza. Amen. Hapa ndio tunapata hata wengine wanapata hela yao ya zaka wanakula. Ina maana utamtanguliza Mungu mbele? Huwezi kumtanguliza hapo, kwamba umepata umekula, wakati inatakiwa unaipata. Unajua hii ni zaka yangu, natoa naweka pembeni. Ina maana kama nimepata 10,000, pale 10,000 ina sifuri ngapi? Ina sifuri 4. Unakata 0.1, si ndio? Amen. Ukikata 0.1 zabaki sifuri ngapi? 3. Amen. Zikibaki 0.3, hiyo ndio zaka yako. Pia kwenye laki hivyo hivyo, unakata sifuri ngapi? 1. Kitakachobaki ni cha Bwana, kwa inabaki 10,000. Wana wa Mungu, Bwana umemfanya kuwa wa kwanza. Kwa nini asiwe wa kwanza kwenye maisha yako? Kwa nini asiwe wa kwanza kwenye biashara, kwenye kazi? Hapa ndio anaposema kwamba nitamkemea yoyote ya halai, kwa sababu umemfanya Bwana atangulie mbele kwenye uchumi wako. Amen. Umemfanya Bwana atangulie mbele kwenye kazi yako. Amen. Leo hii mruhusu Bwana atangulie mbele. Amen. Bwana atangulie mbele kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe unayetamani kuvuka, si wengi tunatamani kuvuka. Amen. Tumruhusu Bwana atangulie mbele yetu. Amen. Kumruhusu ni kufungua moyo wako, kumfanya yeye kuwa wa kwanza. Hata unapotoka kanisani ndio umefika wa kwanza, nyumbani unafika ndani. Ukifika ndani wewe unaanza kubonyeza simu, unafika tu pale nimewasha na TV nifanye. No. Yaani umefika nyumbani ndani, mikoba chini, piga magoti, mwambie Yesu asante. Amen. Mwambie Baba asante. Asante kwa ibada ya leo. Asante Baba kwa mtumishi wako. Amen. Asante umenilinda. Asante Bwana umekuwa na mimi mpaka nimerudi nikiwa salama. Baba asante. Amen. Anashangaa. Anafanya nini? Anashangaa. Yaani wewe unayelala hapa, yaani wewe mizimu imesha kula mpaka mwisho. Yaani mpaka mwisho kabisa. Yaani ujisubiri kuchukuliwa tu. Na mimi nataka nikwambie kwamba wewe ukimfanya Mungu kuwa wa kwanza, amen, kila kitu chako kitakuwa namba 1. Amen. Anasema watoto wako watakuwa kichwa na wala sio mkia. Hao watoto sio kama watakaa tu, lazima uwafundishe, waelekeze. Amen. Sio mtoto unasema mwanangu utakuwa kichwa na wala sio mkia, unamuacha tu. Naambia mwanangu wewe, nimekupa shingapi shuleni kula? Tunakula, umenipa 1,000. Kwa hiyo tunakula. Naambia hapo toa 100 weka pembeni. Weka hapo pembeni. Hiyo ni zaka yako. Amen. Twende. Hapa ndio mtoto amemfanya Mungu kuwa wa kwanza kwenye masomo yake. Kama Mungu akiwa namba 1 kwenye masomo yake, naye ndipo Bwana anasema utakuwa kichwa na wala sio
mkia. Lakini mtoto ndio umempa, wala amwambia aise, na nitakuongeza tena na jelo tena, unampiga na jelo nyingine. Mtoto anakuambia Daudi kesho, anasema mama, unajua kiu sana shuleni, tena niongeze tu ifike 2000. Na wewe unachukua 2000 umempa. Huyu mtoto unamfanya nini? Hawe kichwa, kwa sababu hajamfanya Mungu kuwa wa kwanza. Watoto wanatakiwa wamfanye nao Mungu kuwa wa kwanza. Aone watoto wanapopita, anakimwangalia mtoto wako, iwe ni wa kike iwe ni wa kiume, anaangalia wenzake walikuwa wale hiki, waangalia wenzake wanakunywa maji pale, lakini yeye amejinyima, ametoa, anasema anampelekea Baba, Bwana Mungu. Haise, huyo mtoto huyu nataka, yani hapo ndio Bwana akishaona moyo wake, anasema we mtoto utaishia njiani. Anasema we mtoto, kwenye familia yenu hakuna waliofika hapa, we utavuka. Kwa sababu alimfanya Mungu kuwa wa kwanza. Watoto wako wamemfanya Mungu kuwa wangapi? Wa pili, wa tatu, Lakini kama wamemfanya kuwa wa kwanza, nao watakuwa kichwa na wala sio mkia. Mwambie jirani, wewe Mungu umemfanya kuwa wangapi? Hata unanifuatilia kwenye kila kitu chako, Mungu umemfanya kuwa wa kwanza. Kama umemfanya kuwa wa kwanza, na wewe utakuwa wa kwanza. Amen. Lakini kama umekuwa unavutia kwako, iwe umepata wewe unavutia kwako iwe ni Mungu amekubariki, iwe ni shambani, unasema siwezi kupeleka kwa Mungu, siwezi. Huwezi kuwa namba moja. Hapa ndio Mungu anamwambia Kaini, kama ukitenda vyema utapata kibali. Kuna vibali unavitafuta, lakini ukitenda vyema utapata. Amen. Ukitenda vyema utapokea. Amen. Abel alitenda vyema, ni kweli, aliangalia mifugo yake, akaangalia wanyama wake walionona. Hebu pata picha wewe leo hii, tukwambie, hebu angalia kitu kilichonona, alafu mtolee Bwana, utakitoa? Sema kama utatoa, sema nitatoa. Kama utatoa, nyamaza kimya. Utatoa? Amen. Na unayenifuatilia, utatoa kwa Mungu. Usitoe kama unampa mtu, toa unampa Mungu. Fanye Mungu kuwa wa kwanza. Amen. Wapo watu wengine wamesimama wanasema kwamba mimi binadamu, sitaweza kuwasaidia kwa sababu wanaumiza. Haumsaidii mtu. Sawa. Amen. Unafanya kwa ajili ya Mungu. Amen. Unafanya kwa ajili ya Mungu. Amen. Hapa ndipo Mungu atakapokuja, atasema nilikuwa na njaa au kunipa chakula. Kwa sababu ya hasira yako, mwambie mimi hakuna cha kunizuia kumfanya Mungu wangu kuwa namba moja. Amen. Nitafanya hata kama ni kwako, nitafanya. Sifanyi kwako, nafanya kwa ajili ya Mungu. Amen. Nitafanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu. Amen. Amen. Leo natamani kuvuka. Ukuvuka unamhitaji Mungu ahusike. Na ukitaka upime kwamba Mungu ni namba moja kwako, yuko mbele, angalia namna jinsi unavyofanya kwake, unavyosikia kutoka kwake. Je, unatii? Unafuata? Au kuna mwingine unamsikiliza? Au kuna mwingine tena unamtii? Mahali ulipo moyo wako ndipo ilipo hazina yako. Nifungulie kitabu cha Yoshua, kitabu kile cha Yoshua sura ya 3 mstari wa 14. Yoshua sura ile ya 3 anasema, hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani waliolichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. Makuhani waliobeba sanduku la nini? La agano, sanduku la Bwana, wakatangulia kwanza mbele yao, alafu watu wakafuata nyuma. Kuna namna kuvuka kwako mpaka Mungu ahusike.
Mwana wa Mungu, wala usilale. Neno ndio linalotupa uzima. Amen. Haleluya. Amen. Kuna namna kuvuka kwako mpaka Mungu ahusike. Maandiko yanasema wakatoka, lakini wakienda kuvuka Yordani, makuhani walifanya nini? Walitangulia mbele na sanduku la nani? Na sanduku la nani? Bwana. Mbona mmekaa mnaniangalia? Na sanduku la nani? Nihubirie hao. Walivuka na sanduku la nini? Wao wakatangulia mbele, wale wakaja nyuma. Walivuka wakuvuka? Walivuka. Walipoweka miguu yao kwenye maji, yale maji yakafanya nini? Wakapita. We unataka kupita, nani katangulia mbele? Unatamani uende nchi za mbali, umetafuta hiki, lakini nataka nikwambie, hakikisha ni nani aliyetangulia mbele ili uweze kuvuka. Makuhani na sanduku la Bwana wakatangulia kwanza mbele, ndipo watu wakafata. Kuna vita nyingine ukitangulia wewe utaishia hapo. Ndio maana biashara nyingi zinafia njiani. Ndio maana vitu vingi vinafanya nini? Vinafia njiani, kwa sababu walitangulia wao. Leo hii Bwana akitangulia, hiyo biashara haitakufa. Amen. Hiyo kazi haitakufa. Amen. Hiyo ndoa haitakufa. Amen. Hao watoto hawatakufa. Amen. Hiyo elimu haitakufa. Amen. Kwa maana Bwana ametangulia. Bwana atangulie leo. Amen. Bwana atangulie leo. Amen. Bwana atangulie leo. Amen. Bwana akutangulie leo. Amen. Kwenye kila haja yako Bwana atangulie mbele. Amen. Na hapa ndipo wewe inatakiwa umfanye Mungu awe wa kwanza kwenye maisha yako. Amen. Yesu anawaonesha wanafunzi wake kwamba unamhitaji Yesu kwenye maisha yako. Akasema alivyomaliza ule mkutano, akawaaga wanafunzi wake, akawaambia sasa nyinyi inabidi mvuke, nitawakuta mimi nabaki na sali mlimani. Yesu akiwa anaendelea kuomba, wale wanafunzi wameshatangulia masaa mengi, wako baharini wanavuka. Lakini walipofika mahali, mara upepo mkali, chombo kikaanza kuyumbayumba. Yesu akiwa kwenye maombi akaona kabisa kwamba kuna dhoruba, hawa watu limewakumba. Akaanza kutembea juu ya maji, akaanza kutembea juu ya maji. Maandiko yanasema akataka kuwapita. Alikofika pale wakaona, kina Petro akasema sio kivuli kile. Petro akasema kama ni wewe basi niruhusu nije. Akamwambia basi njoo. Petro akaanza kutembea juu ya maji. Anapiga hatua ya kwanza. Ya pili anaona upepo, mawimbi, akaanza kuzama. Aliangalia upepo, akaangalia mawimbi, akaona off, akaanza kufanya nini? Kuzama. Lakini ukimwangalia Yesu atakuvusha salama. Amen. Macho yako yasiangalie magonjwa, yasiangalie madaktari wamesema nini, yasiangalie watu wamesema nini. Mweka kwa Yesu hapa. Amen. Weka kwa Yesu hapa. Haleluya. Amen. We mtazame Yesu. Sema we umalizi wiki moja tu we unakufa, lakini mimi macho yangu kwa Yesu. Amen. Macho yangu kwa Yesu. Amen. Mawimbi yatapiga kelele, lakini macho yangu kwa Yesu. Upepo utapiga kelele, lakini macho yangu kwa Yesu. Amen. Ina maana Yesu hapa anatufundisha kabisa kwamba jamani, bila Yesu huwezi kuvuka. Bila Yesu hicho chombo hakiko salama Kabisa. Hebu mtikise jirani yako, mwambie wewe, bila Yesu hiki chombo hakiko salama. Utazama. Mwambie acha hizo juhudi zako hizo za kutokumweka Mungu mbele. Utazama. Mimi siendi kanisani. Mimi bwana unajua siendi napambana. Utazama. Utafanya nini?
Mtafute Mungu wewe. Amen. Yesu alipofika wakawa salama. Haleluya. Amen. Wewe nataka nikwambie, na Yesu akikaa mbele yako wewe ni salama. Amen. Wewe uko salama. Amen. Wewe uko salama. Na jioni ya leo nataka nikuombee uvuke katika jina la Yesu. Amen. Tunaomba uvuke katika jina la Yesu. Amen. Uvuke, wengine watatoka kwenye mauti wataingia kwenye uzima. Uvuke kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Uvuke kwa jina la Yesu Kristo.